Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi nami niweze kutoa mchango wangu kwenye wizara hii muhimu kwa maisha ya wananchi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye kwa neema na kudra yake ametujalia na ametuwezesha kuwa salama na kuwa kwenye nyumba hii tukiendelea kuifanya kazi waliotukabidhi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia mchango wangu niendelee kuungana na wenzangu wote kumpongeza kwa dhati kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayoifanya kwenye taifa letu, anayowafanyia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitapoteza muda mwingi kwenye eneo hilo kwa sababu tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka huu 2025 Mheshimiwa Rais alifanya ziara mkoa wa Tanga, na tarehe hiyo alikuwa kwenye wilaya ya Korogwe. Kwenye uwanja ule uliojaa maelfu ya wanakorogwe tulikubaliana kwamba kwa kazi kubwa na kazi nzuri aliyoifanya Mheshimiwa Rais, hatuna kujiuliza, hakuna kupepesa, ndiye rais wetu anayestahili kupewa kura nyingi za ushindi mwezi wa 10 kwenye uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina mchango kwenye maeneo machache. Eneo la kwanza ni upande wa TARURA. Kwanza nikubali, nikiri na kutambua kazi kubwa na kazi nzuri inayofanywa na TARURA kwenye kurekebisha na kujenga barabara kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli TARURA inastahili pongezi, inafanya kazi nzuri sana. Na sisi kama wabunge lakini kama Watanzania tunaridhishwa sana na kazi inayofanywa na TARURA. Nilikuwa na ushauri kwenye maeneo machache. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia bajeti ya TARURA mwaka huu inaletwa na Mheshimiwa Waziri kwenye hotuba yake, haina tofauti sana na bajeti tunayotekeleza kwenye mwaka ambao unaelekea mwishoni. Karibu bilioni 800 kama na 50 hivi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia changamoto za barabara tulizokuwa nazo, fedha hii kuto kuongezeka sio jambo zuri sana. Lakini hainipi shida sana kuto kuongezeka kwa bajeti mwaka huu, kwa sababu ninajua kuna fedha ambayo ilitengwa kwenye supplementary budget zaidi ya bilioni 350. Pamoja na bajeti ya TARURA kubaki kama ilivyokuwa mwaka jana kwenye mwaka wa fedha unaokwisha, hela iliyotengwa kwenye supplementary budget bilioni 350 ikipatikana, hakika itakwenda kuisaidia TARURA kufanya kazi zake vizuri. Tuombe sana serikali ituelewe. Hatuna shida na TARURA, hatuna shida na watendaji kazi wao, wanafanya kazi nzuri. Tunaiomba Wizara ya Fedha wapelekeni fedha TAMISEMI, wapelekeni fedha TARURA ili waweze kutatua changamoto tulizokuwa nazo. Na kwa kweli tuipongeze serikali. Kwa kipindi cha miaka hii 4-5 tumefanya kazi kubwa sana, na serikali imeleta fedha nyingi sana kuunga mkono juhudi za wananchi ambao wameanza ujenzi wa maboma ya zahanati na madarasa. Nimeangalia kwenye bajeti hii hatujaweka fedha nyingi zaidi kwenye eneo la maboma ya madawati ya madarasa pamoja na zahanati. Lakini natambua Mheshimiwa Waziri, hainipi shida hii. Na hii kama ilivyokuwa kwa TARURA, kwenye supplementary budget kuna fedha iliyowekwa nyingi kwa ajili ya kwenda kupeleka fedha kwenye maboma ya zahanati na madarasa. Tuwaombe Wizara ya Fedha, kama bado hawajapeleka fedha hizi TAMISEMI, fedha hizi ziende zikatusaidie kutatua changamoto hii, zikatusaidie kuunga mkono jitihada za wananchi, tuendelee kuwapa moyo wananchi na mambo yaendelee kuwa mazuri. Mimi kule Korogwe, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina maboma ya zahanati zaidi ya 28 ambao wananchi kwa nguvu zao wamejenga, mengine mpaka wamefika hatua wameshapaua. Tunasubiri fedha serikali tuletee kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za wananchi, tutatue changamoto lakini wananchi waweze kupata huduma. Kwa leo Mheshimiwa Mchengerwa, usiwe na hofu. Niko vizuri sana. Yaani leo hapa nakuja kupongeza, kushukuru lakini kushauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Rais katika uteuzi na mabadiliko aliyoyafanya ndani ya serikali za mitaa. Serikali ya mitaa ni sehemu sana imebeba maslahi ya wananchi na huduma za kijamii kwa wananchi wa nchi hii ya Tanzania, ikiwemo jimbo la Sengerema. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tuna magumu mengi sana Sengerema. Sengerema tulikuwa tuna matatizo ya shule za sekondari, tuna matatizo ya shule za msingi, tuna matatizo ya barabara. Hali haikuwa nzuri. Huduma za afya pia tulikuwa tuna matatizo makubwa. Lakini huu muda wa miaka 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha huduma za kijamii katika nchi hii zinaboreshwa kwa kiwango kikubwa sana. Na hili Mwenyekiti linatutolea hofu kabisa sisi waheshimiwa wabunge. Hakuna mbunge ambaye atakayekuwa ana shaka jimboni kwake kwa nini asirudi.
labda tu kama ana hali mbaya tu, damu imechafuka tu, lakini vinginevyo kama damu iko vizuri, wabunge wote mnarudi huko ndani. Ukipiga kelele kwamba barabara hazipo, barabara ziko vijijini. Ukipiga kelele kwamba kulikuwa hakuna huduma za afya ziko vijijini. Ukizungumza habari ya shule ziko vijijini, zimejengwa za kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kumweka pale Kilaka katika hii baraza la mawaziri. Kuna mtu anaitwa Kilaka hapa, anaitwa Mchengerwa. Hiki ni Kilaka, yani mchezaji Kilaka uwanjani. Mheshimiwa Mchengerwa, kazi uliyoifanya kwenye jimbo langu la Sengerema bwana, mimi nakupongeza sana leo. Kabisa kutoka moyoni. Umekuja kama waziri wa nchi kule. Tulikuwa tuna matatizo makubwa ya TASAF. Tumezunguka na wewe vijijini, umeangalia hali ilivyokuwa. Na wananchi hawakujua wewe ni nani. Umekuja kule, walikuwa wanakuja kudai pesa za TASAF na nini, lakini wakawa wanakuomba mpaka shule, wanakuomba vituo vya afya. Matokeo yake Mungu akakupeleka tena kwenye wizara nyingine tena ya michezo. Kule na kwenyewe tena wakakuomba uwanja wa mpira, na Sengerema tumemaliza uwanja wa mpira. Hii nakueleza kabisa. Tumemaliza ujenzi wa uwanja wa mpira. Lakini bado umekwenda wanyamapori. Tukatengeneza mipango mizuri sana kule kwa ajili ya kuvuna mamba waliokuwa wanasumbua kule. Fisi walikuwa wamezidi kule, walikuwa wanachukua watu, lakini tena ukaondolewa tena ile nafasi. Mungu akakupeleka TAMISEMI, huko umenijengea mimi hapa, nimemaliza shule 24 za sekondari. Hongera sana Mheshimiwa Mchengerwa. Kwa sababu ya muda wetu mchache, mimi niungane na wenzangu kwanza kwa kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ya kipekee katika kipindi hiki cha miaka minne. Hakika ameitendea haki Tanzania, hakika ameitendea haki Nyamagana, hakika amewatendea haki wananchi wa jiji la Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana pia Mheshimiwa Waziri. Tunauona utulivu wa kiwango cha juu kwenye wizara hii toka Mheshimiwa Mchengerwa amepata nafasi ya kuhudumia nafasi aliyonayo sasa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu maendeleo ni mchakato wa muda mrefu, lakini ni maajabu makubwa sana tunaposema hakuna kilichosimama. Hakika tumekuwa tukimaanisha, na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukimaanisha kwa sababu yale yote yanayojitokeza na tunaoyazungumza sasa ni mambo ambayo yametokea kwa muda mfupi na yameleta tija na matumaini makubwa kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapompongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa watu wa Nyamagana na Watanzania wengine kwa kuongeza vituo vya afya na zahanati na kuboresha hospitali za wilaya na mikoa, tafsiri yake tusiitazame kwenye majengo, tafsiri yake tuitazame namna ambavyo ameokoa maisha ya watoto, maisha ya wakina mama, ameokoa maisha ya Watanzania ambao mara nyingi walikuwa wakipoteza maisha wakihangaika kujifungua, kutembea umbali mrefu na kadha wa kadha. Lakini tunapozungumzia uboreshaji wa sekta ya elimu msingi na sekondari, kila mmoja amesema hapa namna ambavyo shule za msingi zimeboreka, namna ambavyo sekondari zimeboreka. Leo tunapozungumza kwenye uanzishwaji wa shule mpya za msingi zilizozingatia takwa maalum la watoto wadogo kindergarten kupata maeneo ya kujifunzia, tunaliona kama ni jambo dogo Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nataka nikuhakikishie ni jambo kubwa sana lenye tija na linalowafanya watoto wetu wajione na wao wanapita kwenye mazingira ambayo kesho na kesho kutwa yatawafikisha sehemu salama.